Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema kwamba yupo tayari kufia katika taifa hilo, lakini atalitetea taifa hilo hadi tone la damu ya mwisho. Rais Masoud Pezeshkian anasema yupo tayari kufa kwa ajili ya Iran kama kiongozi ambaye anawahimiza vijana kuunda minyororo ya kibinadamu karibu na walengwa na kwa ajili ya kuitetea nchi yao. Tamko la Rais Pezeshkian linakuja huku muda wa mwisho wa Trump kufikia makubaliano na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ukikaribia mwisho wake. Rais Masoud Pezeshkian amesema siku ya leo Jumanne kwamba yupo tayari kufia katika taifa lake, lakini si kuruhusu kuchukuliwa na Wamarekani ambao wametangaza vita vikali siku ya leo usiku saa 2. Rais huyo wa Iran amesema kwamba yuko tayari kujitolea maisha yake kwa ajili ya Iran, akiandika kupitia ukurasa wake wa X kwamba zaidi ya Wa-Iran milioni 14 tayari wametangaza utayari wao wa kufanya hivyo. Chapisho hilo linakuja saa chache kabla ya afisa wa Iran kuwataka vijana kuunda minyororo ya kibinadamu kuzunguka vinu vya umeme vya nchi, huku hofu ikiongezeka juu ya uwezekano wa mashambulizi ya Marekani kwenye miundombinu ya raia. Rais Pezeshkian aliandika kwamba Wa-Iran zaidi ya milioni 14 wametangaza kuwa tayari kutoa maisha yao kwa ajili ya kulinda nchi yao, na kuongeza kwamba yeye pia amekuwa yuko na atakuwa tayari kujitolea kwa ajili ya Iran. Ujumbe huo ulikuwa moja ya jumbe za wazi zaidi za umma kutoka kwa uongozi wa Iran kwa kujitolea kwa kitaifa huku mzozo ukiwa unaendelea. Shirika la habari la AP limeripoti kando kwamba Ali Reza Rahim, aliyetambuliwa na televisheni ya taifa ya Iran kama katibu wa baraza kuu la vijana, alitoa wito kwa vijana, wanariadha, wasanii, wanafunzi wa vyuo vikuu na maprofesa wao kukusanyika saa 2 usiku karibu na mitambo ya nguvu. Alitaja vifaa hivyo kama mali ya kitaifa ya mustakabali wa Iran na vijana wake. AP ilisema jumbe hizo mbili zilikuja baada ya Trump kutishia kugonga mitambo ya madaraja ya Iran ikiwa Tehran haitofungua tena mlango wa bahari wa Hormuz kufikia Jumanne jioni. Mlango wa bahari wa Hormuz unabeba takribani 1/5 ya biashara ya mafuta duniani na kufanya mzozo huo kuwa zaidi ya mgogoro wa nchi mbili. Taarifa za awali zinasema kwamba ujasusi wa Marekani uliotathmini Iran ilikuwa na uwezekano wa kulegeza msimamo wake kwenye mkondo huo wa bahari katika muda mfupi ujao, na kusisitiza kwa nini utawala wa Trump uliweka suala hilo kama dharura ya usalama wa nishati ya kimataifa. Iran pia imeashiria kwamba shambulio lolote kwenye mtandao wake wa nishati linaweza kusababisha kulipiza kisasi dhidi ya miundombinu ya kiraia mahala pengine katika kanda. Ripoti za awali zilisema maafisa wa Iran na IRGC walikuwa wameonya kwamba ikiwa vifaa vya mafuta na nishati vya Iran vitaathiriwa, Tehran inaweza kulenga vinu vya nguvu ya kijeshi, ya nyuklia na mitambo ya gesi, mifumo ya kuondoa chumvi na maeneo mengine ya kimkakati ya raia. Makataa bado hajafikiwa, lakini mazungumzo yanaonekana kukwama. Mazungumzo kati ya Washington na Tehran yalionekana kukaribia kusambaratika siku ya leo Jumanne, huku maafisa wa Marekani wakiwaambia wapatanishi kwamba mapengo hayo ni makubwa mno kuweza kuzibika kabla ya saa 2 za usiku kwa Trump, tarehe ya mwisho aliyoiweka rais huyo wa Marekani. Haya yanajiri baada ya Iran kukataa pendekezo la muda wa siku 45 la kusitisha mapigano na kutaka kukomeshwa kikamilifu kwa uhasama pamoja na kudhaminiwa kwa usafiri wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Wapatanishi ambao ni Pakistan na mataifa mengine wametumika kama njia pekee ya mawasiliano, walikuwa bado wanajaribu kutengeneza hatua za kujenga imani kwa Hormuz na hifadhi ya uranium ya Iran, lakini vyanzo vilielezea uwezekano wa makubaliano kuwa madogo mno. Wa Iran wamekataa kata kukubaliana na mpango wa kufunguliwa kwa Hormuz, lakini kwa meli za Marekani na washirika wake. Lakini Iran imesema imeufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa mataifa mengine, lakini si Israel na Marekani pamoja na washirika wao. Bado hili linaifanya Marekani kuona kwamba ni kama vile inaonewa na haipo tayari kuruhusu hili, na ni kwa sababu ina makampuni mengi katika eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo kukosa kupita katika eneo hilo la Hormuz ni jambo ambalo linaipa hasara taifa hilo la Marekani pamoja na Israel, na hivyo inatumia nguvu kubwa kuhakikisha mlango huo wa bahari unafunguka. Rais wa Marekani ameutangazia ulimwengu kwamba leo usiku saa 2 ataifanya Iran kuwa majivu na kwamba itakuwa ni kuzimu kabisa, jambo ambalo halikuwahi kutokea katika dunia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri duniani.